Karibu tena kwenye Swahili Bible Stories, na leo mkononi mwangu niko na hadithi nzuri zaidi, kisa cha Adam na Eva kuweza kufukuzwa kwenye bustani ya Eden. Baada ya Mungu kuweza kuiumba dunia kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. Aliweza kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri na yenye kupendeza zaidi. Yani unaweza kaihita kama nusu paradiso hivi, lakini la hasha, walikuwa wanaishi wanyama. Mungu akaona dunia hii imekaa kipweke na kinyonge zaidi. Akaamua kumfanya mtu kwa mfano wake ili aweze kuitawala dunia. Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Mungu aliendelea na ufanisi wa kuijenga dunia na ustadi wake. Aliendelea kuipamba dunia kwa uzuri mkuu, lakini vile vile Mungu akaona mtu huyo si vyema awe peke yake. Akamfanyia usaidizi, yani akamfinyanga mwanamke kutoka katika ubavu wa Adamu ili awe msaidizi. Lakini Mungu akaona Adamu na Eva wanaishi maisha mazuri duniani, akawapatia utukufu, ustadi na umakini wa hali ya juu. Adamu aliendelea kuyafurahia zaidi maisha ndani ya bustani ya Edeni, naye akasema maneno mazuri kama ifuatavyo. Akasema hivi, Adamu akasema, huyu ni mifupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Ilikuwa ni maneno mazuri kabisa ya Adamu. Maisha yaliendelea vizuri bwana. Mambo yalikuwa matamu ndani ya bustani ya Edeni. Walishirikiana kwa upendo wa hali ya juu. Maisha yalizidi kuwa mazuri. Upendo ulizidi kutaradadi. Waliishi bila kuvaa nguo, lakini hawakujijua kama hawana nguo kwa sababu hawakuwa wanaoneana haya. Maandiko matakatifu yanathibitisha hilo. Kuanzia Mwanzo wa 2 mstari wa 25, nao walikuwa uchi wote wawili, lakini hawakuweza kuoneana haya. Nyoka akamwendea mwanamke akamwambia, eti ni kweli Mungu amewaambia mle matunda yote, lakini ya mti wa katikati msije kuyagusa, eti msije mkafa? Mwanamke akamwambia ndio. Nyoka akamwambia, la hasha, hapana, Mungu ni mjanja, anatambua mkila matunda hayo mtakuwa na uwezo kama yeye. Akamlubuni mwanamke akaweza kugusa tunda la mti ambalo Mungu aliwakataza wasile. Hawa naye wanamuita Eva. Bila kujali tunda hilo akampatia mumewe. Mumewe alipokula akagundua kuwa amemtenda Mungu dhambi. Baada ya kufanya kitendo hicho cha kuvunja maagizo ya Mungu na kula tunda la mti ambao Mungu aliwakataza wasile, ghafla Adam na Eva wakajikuta wako uchi, wakizulula kwenye bustani ya Edeni. Ghafla wakaanza kusikia sauti ya Mungu ikiwatafuta huku na kule. Adam, Adam, uko wapi? Adamu akajificha, akasema, naona aibu kwa sababu ningali uchi. Mungu akamwambia, umefanya nini Adamu? Adamu alibaki kuwa mtu mnyonge wa kujificha zaidi, na akimsingizia mke wake na kumlaumu na kumpatia lawama kubwa, akisema, huyu mwanamke ulionipatia ndiye aliyenishawishi mimi niweze kula tunda la mti ambao uliokataza. Mungu akakasirishwa sana, naye akaanza kusoma laana pande zote kwa utatu. Hapa na maanisha nyoka, hayawani alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni, Adamu pamoja na Eva. Kutokana na makosa waliyofanya ndani ya bustani ya Edeni, Mungu akaanza kumlaani mwanamke kwa kusema, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, na utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Hii ilikuwa ni laana ambayo Eva aliweza kupewa na Mungu baada ya kuweza kula tunda la mti wa katikati. Lakini laana hizo hazikuishia hapo. Mungu akaendelea kwa kusema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza, nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Hii ilikuwa laana mbaya sana kwa Adamu.
Adam aliendelea kumsihi Mungu, lakini Mungu aliweza kutoa laana tu juu yake. Michongoma na miiba itakuzalia, na wewe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitawaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Hii ilikuwa laana ya kifo. Hapo mwanzo kukuwa na kifo. Mungu alimwambia, wewe umeumbwa kwa mavumbi ya Adamu, basi mavumbini utarudi. Ilikuwa laana mbaya na ngumu sana kwa Adamu. Hakika Mungu alighadhabika kwa kiwango cha hali ya juu. Lakini laana hazikuishia hapo. Nyoka naye akaweza kuchukua laana yake. Mungu akamwambia, ninaweka uadui kati yako wewe na uzao wa mwanamke, na kokote atakapokuona atakukanyaga kichwa, na wewe utamponda kisigino. Hii ilikuwa laana mbaya zaidi. Wanadamu waliweza kujitenga mbali na uso wa Mungu, na hapa Mungu alighadhabika kwa kina, na akaamua kuwafukuza kabisa Adamu na Eva kwenye bustani ya Edeni. Na Mungu akaweka malaika kwenye geti la Edeni, malaika mwenye upanga wa moto aweze kuilinda Edeni, Adamu na Eva wasiweze kuingia tena, kwa sababu walimtenda Mungu dhambi, na hiyo ndiyo iliyokuwa hukumu yake. Basi Adamu akatoka kabisa nje ya bustani ya Edeni, na huko akaanza maisha mapya. Adamu akamwita mke wake jina Hawa, kwa maana ndiye aliye mama ya wote walio hai. Bwana akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyoosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Hii ilikuwa ni maagizo ya Mungu kwa malaika mlinzi wa bustani ya Edeni. Akamwambia, wanadamu hawa washakula mti wa mema na mabaya, hakikisha wasije wakala mti wa uzima wakaishi milele. Mimi ni storyteller wako, niite Lev Yaziel, na hiki ni kisa cha Adam na Eva kufukuzwa Edeni.